Hivi wewe uwe na mtoto mdogo ambaye ni mtoto wako uliyomzaa, ukamtuma aende kufanya jambo fulani, mtoto wako akafyonza kwanza, baba naye bwana, baba mtafanya, utafurahi. Wanashangaza sana baadhi ya wanaodai kwamba wao ni Waislamu wa haki, namna wanapopokea baadhi ya ibada mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafaradhia. Kwa mfano, mwezi mtukufu wa Ramadhani, kana kwamba vile hawapendi uje, kwa sababu unawazuia mambo mengi ambayo wanayafanya katika maisha yao ya kawaida nje ya Ramadhani. Na hali wakiwa ndani ya Ramadhani utakuta wanatekeleza ibadati mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama vile wamelazimishwa. Utakuta mchana kutwa wamelala, wanakuja kuamka kwa ajili ya kusali magharibi ili wale. Ibada ya siku nzima imepotea. Bal utaona kwamba ni wenye furaha kubwa unapoanza kufika 10 la mwisho na Ramadhani inapoisha, na kana kwamba siku ya Idi, samahani, wanafurahi. Sio furaha ya kwamba Idi imekuja bali Ramadhani imekwisha, ili waweze kurudi katika mambo yao ambayo ni ya kawaida yao katika maisha yao. Kwa mfano, warudie katika madisko yao, katika uzinzi wao, pombe zao, ulevi wao, ushoga wao. Ndugu zangu Waislamu, bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali ibada za aina hii, ibada za kumuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulazimisha wewe na unafanya kwa karaha, sio kwa upendo. Na kuna kundi la pili ambalo ni kundi la Allah Jalla Jalaluhu, Hizbullah. Hawa watu, ndugu zangu Waislamu, wanatamani namna gani Ramadhani ifike, na wanafika Ramadhani wanafurahishwa na ibada, wanazifanya kwa moyo mkunjufu, wanafanya kwa uso mkunjufu, wanajihimiza katika khairati mbalimbali, utoaji, sala, ibada, qiyamu, tarawihi, sadaqat, khairati kwa ujumla, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia likianza kuwa 10 la mwisho limeanza, utakuta wanasikitishwa sana kwamba Ramadhani maskini inaaga, na wanatamani wallahi Ramadhani hii ingekuwa ni mwaka mzima Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, sio sawa sawa hawa na wale. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ndivyo hivyo, ukimwona mtu ambaye anaadhimisha kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiadhimisha katika ibadati zake, aya zake, ishara zake, miujiza yake, basi huo ndio ucha Mungu ambao anauonesha unaotoka moyoni na sio mdomoni. Kwa hivyo unapokuja katika ibada, muoneshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba unapenda amri zake, sio unachukizwa na amri zake. Nitakupa mfano mdogo au nitakuuliza swali. Hivi wewe uwe na mtoto mdogo ambaye ni mtoto wako uliyomzaa, ukamtuma aende kufanya jambo fulani, walillahi almathalul a'la, umtuma mtoto wako aende kufanya jambo fulani, mtoto wako akafyonza kwanza, baba naye bwana, baba mtafanya, utafurahi. Mtoto uliyomzaa wewe, mtoto uliyomzaa akujibu, alafu anapokwenda kufanya ile kazi au utumi uliomtuma akaufanya kwa karaha, akaonesha uso ambao umekasirika, umeghadhibika, anakuja kukupa kile kitu ambacho mtuma, baba chukua, hivi utafurahi? Bila shaka hautafurahi. Walillahi almathalul a'la. Hivi ndivyo wewe unavyoamiliana, sio na baba yako, na aliyekuumba. Ndugu zangu Waislamu, nimewahi kusikia kijana ambaye anatukana, sasa hili Ramadhani litaisha lini? Haujalazimishwa ndugu yangu Muislamu, lazima tuoneshe upendo wakati tunafanya ibada mbalimbali, na usio mtu ambaye unafurahishwa kama Ramadhani imekwisha, bali ni mtu ambaye unasikitika na unatamani Ramadhani laiti wallahi tallahi ingelikuwa ni mwaka mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhabarisha na akasema, mngelijua yale ambayo yapo katika Ramadhani na thawabu na ujira na fadhila ambazo Allah mtukufu amekuandalieni, wallahi latamannaitum law kana Ramadhana sana, mngetamani kama Ramadhani kwa mwaka mzima. Wewe ni kundi gani? Jibu unalo, kono kwa kono hadi peponi. Asante Allah.